Bila shaka mirindimo ya siasa inaanza sasa. Karibu tuweze kuangazia masuala mbalimbali ya siasa ambayo yamerindima katika wikendi nzima na masuala ya siasa ambayo yanaenda kubadilisha taswira na hali ya taifa. Tayari Rais William Ruto ameweza kuteua wale makamishna ambao watahudumu katika tume huru ya uchaguzi na mipaka. Swala liloibuliwa, je, hawa walioteuliwa watakuwa huru kufanya kazi katika tume huru? Ni masuala ambayo tutakuwa tukiyatafutia ufumbuzi wake. Wengi wakidhani kwamba baada ya kukwepa ule mtego ambao wengi walidhani angekuwa unalenga kumtega, akachagua mtu tofauti. Wengine pia wamekuja na minong'ono wakisema kwamba bado rais. Hapo ulipoteua pia kidogo kuna taswira ama kuna tashwishi. Sijui kwa maoni ya wageni wangu studioni yatakuwa ni yapi. Wao watakuwa wakifafanua masuala hayo kwa kina. Pia wiki iliyopita tuliweza kuliona mahakama ya rufaa ikiweza kusema kwamba ubunifu wa lile jopo la majaji watatu waliosikiliza kesi ya kumbandua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ilikuwa na utata. Haikufaa ama haikustahili kwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kutekeleza jukumu hilo, wakisisitiza kwamba jukumu hilo pekee limepewa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome, ndiye aliyestahili kubuni jaji. Hata idadi ya majaji ambao wanaweza kukaa katika nafasi hiyo, ikiwa ni majaji 5, ni majaji 3, ni yeye tu ndio aliye na uhuru wa kuamua swala hilo. Je, uamuzi huu utakuwa na maana gani? Nataka turudie taarifa ya awali ambapo tumemsikiliza mbunge wa Embakasi Kaskazini ambaye ni James Gakuya akizungumzia swala hilo, akisema kwamba sasa hivi basi itabidi ambaye ni naibu rais wa sasa aweze kubanduka mamlakani kwa sababu hayuko kihalali, kwa sababu uamuzi huo wa mahakama ya rufaa upo tayari, akitoa wito wa kwamba ulinzi na usalama wa Rigathi Gachagua urudishwe kama ulivyokuwa, wakisubiri wakati ambapo atakuwa anaidhinishwa rasmi kuwa ama kurudishwa katika wadhifa wake wa naibu rais. Je, hilo litawezekana? Ni maswali ambayo tutakuwa tunauliza hapa, lakini kwanza tumsikilize James Gakuya. Kama hiyo pano ni null and void, ni kumaanisha tumerudi pale pale, na ni kusema conservatory orders they are firm and strong today, kwa sababu pano iliyo ivunjilia bali haikuwa halali, na kwa hivyo ilikuwa kinyume na katiba. Na kwa hivyo yetu ni kuuliza, Kindiki leo angekuwa amehama kama asubuhi kutoka hiyo ofisi ya makamu ya deputy president, kwa sababu sheria imetupilia uamuzi uliompatia nguvu ya kuwa sworn in kama deputy president wa nchi ya Kenya. Kumbuka conservatory orders zilikuwa zimesema Kindiki ama anybody else asije akakula kiapo, kwa sababu mpaka kesi ya Gachagua ikwishe. Na kwa hivyo sasa hivi mpaka ile palo itaweza itateuliwa ije isikize kesi mara ya pili, ituambie kama conservatory orders zitakuwa strong, zitatupiliwa mbali, ama leo hii those conservatory orders are firm and live. Na kwa hivyo tangu hiyo uamuzi jana, kusipokuwa na ile appeal ya kutupilia hiyo hatua ya jana, ni kumaanisha kisheria Kindiki is no longer a deputy president of the Republic of Kenya. Ndiyo kauli hiyo ya James Gakuya ambaye ni mbunge wa Embakasi Kaskazini, akitoa kauli ambazo tutakuwa tukisikiza. Je, zitakuwa tofauti ama zitakuwa zina uwiana na kauli za wageni wangu studioni? Ninaye Patrick Osoya ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile Stephen Mwakesi ambaye ni katibu wa Coast People's Forum ambaye pia vile vile ni mchanganuzi wa siasa wa muda mrefu. Karibuni sana studioni. Tunashukuru sana. Tuanzie hapo kwa Gakuya kwanza na uamuzi wa mahakama ya rufaa. Kabla ya kuyazungumza mengi, uamuzi ule nyinyi mliupokeaje? Nianze nawe Patrick. Kwanza niseme kama kuna kesi nilifuatilia sana, ilikuwa ni hiyo kesi ya kumkatua Rigathi Gachagua kwenye kiti, na yangu niliangalia kuwa that utaratibu ambao ulifuatwa haukuwa utaratibu wa haki. Ninajua kwamba rais ana jukumu la kumteua mtu kuwa deputy president. Lakini mbio iliyopelekwa
kuwa that katika siku ambazo zilikuwa kumfanya Profesa Kindiki kuwa deputy president, kulikuwa na utata wa kisheria. Utata wa kwanza ulionekana kutoka kwa Profesa Kindiki. Manake kitu cha kwanza lazima angekuwa ameweza kustahafu kutoka kwa a certain political party, na kama hakuwa amestahafu ama kama alikuwa amestahafu, ingekuwa ameweza kukaa miezi 3 kwenye chama fulani kabla hajateuliwa kuwa deputy president. Mambo mengine ambayo ilifuata ilikuwa ni his credentials ambayo ilipaswa kutazamiwa ama kuangaliwa na IEBC. Hata kabla tujaangazia mambo yaliyoko ya Rigathi Gachagua, kwa sababu nikiangalia katika kifungo cha constitution yetu ambayo kifungu cha our constitution ambayo inasema kuwa the CJ ndiye alipaswa kuweka ama anapaswa kuweza kuteua majaji wale, that is if there is any substantive orders ambazo hazijafuatiliwa. Lakini kwa yale niliona pia jaji mkuu alikuwa yuko kwenye nchi yetu ya Kenya. Pia sisi lazima tujiulize, in such circumstances tuseme jaji mkuu ayupo, itakuwaje ama ule deputy judge, chief justice yake atakuwa namna gani? So yangu niseme kuwa tangu hiyo time mpaka leo, mimi kwangu sijaweza kukubali na kusema that Rigathi Gachagua alibadiliwa kwa haki, na sikuwa nampendelea kwa sababu ile kitu iliyoko ni kuwa that Kenya sheria ama haki na usawa lazima tufuatilie. So sikuwa ninaegemea pande ya Rigathi Gachagua, lakini ni kuuliza ama siigemei kusema that hakuwa na makosa ama hakuwa na makosa, lakini kwamba lazima tuseme ilikuwa ni haki sana, ilikuwa ni haki ama kulikuwa na usawa. Haina haja ujitetee sana. Inaeleweka tuko katika taifa huru ambalo kila mtu ana uhuru kutoa maoni yake. Maoni yako ni yapi, Stephen Mwakesi? Karibu sana studio. Asante sana Suleiman. Jambo kwa Kenya. Uamuzi wa koti ya rufaa ilikuwa ni uamuzi wa unaambatana na kanuni za kisheria. Na kusema ukweli, Wakenya wengi walishangazwa sana kwa sababu wakati matukio haya yalikuwa yakifanyika, tulipata kujua kwamba kuna uwezekano ya kuwa naibu wa CJ anaweza kuunda benchi ya majaji usiku wa manane na pia Jumamosi. Na haya ni mambo ambayo yalikuwa yakijitokeleza na tukishangaa, kwani kuna umuhimu gani huu ambao hatuwezi keti na kungoja mpaka Jumatatu ili kuwe na benchi ya majaji ambayo yameteuliwa na CJ mwenyewe, na ikusemekana ya kwamba wataweza kuketi na kuangalia haya mambo ambayo yameletwa mbele ya koti hizi. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kustaajabisha, na ni vyema koti ya rufaa imeweza kutoa uamuzi huu na kuweka bayana kwamba ile jopo la majaji ambao walichaguliwa 3 ambao waliwekwa waweze kusimamia kesi ya Kerugoya na naibu CJ wa Kenya haikuwa imewekwa kihalali. Na ni vyema sasa matokeo hayo yote ambayo yalifanyika hapo yatupiliwe mbali na waweze kuweka jopo lipya ambalo litaketi na kuangalia yale maombi ambayo yalikuwa yamewekwa katika koti zote hizi ambazo zilikuwa zinasikiliza masuala haya ya kuhusu kumng'atua bwana Rigathi Gachagua kutoka kiti chake cha naibu wa rais. Lakini ni lazima tuseme hivi, katika katiba yetu ndio kumng'atua naibu wa rais kuna vipengele vya kikatiba ambavyo vimewekwa pale. Unaweza tu kumng'atua ukifanya impeachment tena, yeye mwenyewe afe, tunamwombea afya, na ama ajiuzulu mwenyewe, na ama ionekane bayana tayari amekiuka katiba na kuna masuala tofauti lazima akiwa amefilisika kabisa. Kunazo kanuni ambazo zinatumika. Hatuwezi kusema kwa mujibu wa vile koti hii ya rufaa kutoa uamuzi huu, sasa bwana Kindiki anaweza ng'atuliwa kutoka ofisini, Rigathi Gachagua apishwe tena awe naibu wa rais wa nchi yetu ya Kenya. Kwa sasa haya mambo yamepitwa na wakati kwa mtazamo wangu, na ni vyema sasa tuangalie, je, ule mkondo ama mfumo ambao ulitumika kwa kumng'atua bwana Rigathi Gachagua ulikuwa kihalali? Iwapo itapatikana kwamba namna ambayo ilitumika
haikuwa ya kihalali na kufuata kanuni za katiba, basi itawezekana kuwa koti kuu, iwe ni Supreme Court ama ikuwe koti ya rufaa ama hiyo yenyewe. Mwakesi, ni kukate kidogo. Uamuzi wa rufaa wiki jana umezungumzia tu uteuzi wa jopo. Ndio. Hujazungumzia mchakato. Katika maombi yale yaliyowasilishwa na kina Mwite kwao, ni swala tu la uteuzi wa jopo. Umetaja liliteuliwa Jumamosi, hilo hawakulizungumzia. Walisema kwamba hilo halina shida. Ni kwamba mamlaka hayapo kwa naibu mpaka aweze kupewa na mwenyewe jaji mkuu, ambayo hakuwa amepewa kwa wakati. Ndio. Kwa hivyo alijitwika nguvu ambazo hakuwa nazo, na ilikuwa ni muhimu, lazima jaji mkuu aweze kutoa amri ya kusema ni majaji wapi wataketi kusikiliza haya masuala ambayo yaliletwa kotini kule Kerugoya. Lakini muhimu pia tuangalia kwamba kulikuwa na kesi mbili zilikuwa zimewasilishwa. Moja ilikuwa hapa Nairobi, nyingine ilikuwa Kerugoya. Na mujibu ya kesi hizo zilikuwa ya kujaribu kusimamisha kuendelezwa kwa ile mchakato wa kumngatua bwana Rigathi Gachagua. Kwa hivyo na pia kumwapisha. Kwa hivyo ukiangalia kwa hiyo msururu wote utapata ya kwamba mujibu kuu ilikuwa ya kuweza kusimamisha uendelezaji wa uapishaji wa bwana Kindiki. Lakini iwapo tutafutilia mbali uamuzi huu ambao ulitolewa, itaonekana ya kwamba kulikuwa na haja kuu ya wale majaji kusikiliza zile zinaitwa merits za wale ambao wameenda kotini kusema yapi. Kulikuwa na jambo lingine ambalo lilikuwa limeletwa pale na wale walikuwa wanawasilisha masuala. Wakasema ya kwamba hawa majaji hawa tayari kwa uhusiano wao walionao na viongozi wa kisiasa, tayari wanaonekana ya kwamba uamuzi wao utaegemea upande mmoja na kumuumiza mtu mwingine. Na kwa hivyo ukiangalia kwa undani, ni jambo ambalo lazima tukue makinifu kama wa Kenya. Jambo limekosekana katika Kenya hii ni uaminifu wa viongozi na vile na hii mambo kama judiciary, taasisi za uongozi. Kwa hivyo kama hakuna uaminifu na alafu kuja upate tena vile mfumo ambao ulitumika wa kuweza kuchagua jopo la majaji kuketi chini na kuangalia swala kuu ambalo lilikuwa linakera ama lilikuwa linasumbua wananchi wengi hapa kuhusu kung'atuliwa kwa bwana Gachagua, ilikuwa ni lazima tutumie mfumo ambao unakubalika kikatiba na kisheria. Kwa hivyo kulikuwa na mambo mengi sana, na hata unapata kwamba koti ya rufaa imesema kwamba wale majaji watatu wasiteuliwe katika lile jopo lipya ambalo litaundwa na bwana, kwa sababu maji yamechafuka kidogo. Patrick, yangu niseme kuwa that ukifanya makosa ndio aisemi kuwa hawezi rekebisha yale makosa. Mimi ninasema kuwa that rais alikuwa na huru ya kumteua yoyote kuwa naibu wa rais. Lakini kumwapisha aingefika mahali ya kumwapisha kuwa legitimate ama kuwa katika kwenye ofisi. Manake yale tunatazamia sasa hivi ni kuwa that tuko na utata katika kikatiba, na kusema kuwa that watu wajakuwa wakifuatilia katiba yetu ya nchi ya Kenya, na pia sheria, watu wamekuwa wakipuuza sana sheria. Si mara moja tumeona watu wakiweza kudharau hata kama ni ombi kutoka kwenye koti ama kwa mahakama kule. Na maagizo maalum unapata mtu ameviolate. So nchi yetu ya Kenya ina upungufu kubwa sana, na upungufu ambao tunao ni upungufu ambao ni wa governance ama niseme kwa uongozi, na pia tuko na utata kubwa sana kupitia mambo yanaitwa fairness and justice katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi ni vile kama vile nani amesema pale, Steven amesema kuwa that tunataka tuzizame tuseme haya mambo ilifanywa katika weekendi na ilifanywa kwa hima sana. So mimi swali langu ni kuwa yale ambao yanahusisha wa Kenya, tuseme kama jobo la IBC, hiyo kitu ilidelaywa, imekuwa delayed mpaka wa leo. Kwa sababu na hiyo ndio ilikuwa ni kitu muhimu kwetu kama wa Kenya, kwa sababu tangu mwaka jana ambapo tulikuwa na shida katika bunge letu na katika ile bajeti, kitu cha kwanza ile kitu ilikuwa ifanyike hima sana ilikuwa ni kuteua jobo la IBC. Lakini yale yaliyofuata ni ubinafsi wa watu kupigana, alafu mwingine anataka kumtema mwingine nje. So yale ninavyosema ni hivi, kama
Judge Mwilu aliweza kufanya makosa na makosa imepatikana. Shida ni kukaa na yale makosa. Kama makosa ilifanyika, wacha mambo ya rekebisho vile inavyotakikana kisheria. Miezi 6 baadaye Patrick, ama 7 baadaye 8 hapo, ambapo toka Kindiki apishwe, kwako wewe, yuko ofisini kihalali? Kwangu mimi hayuko ofisini kihalali kwa sababu hakupaswa kuapishwa. Hata kila mtu anajua kama nina kesi kotini, I am not guilty unless nimekuwa proven that niko guilty. Kwa hivyo atungeweza kuwa na wakati kumwapisha. Yeye angekuwa pale kama msaidizi ama as a de facto deputy president. Ingekuwa ni sawa kumsaidia Rais William Ruto. Lakini kumwapisha ilikuwa ni makosa kubwa sana. Manake tulikuwa bado tunangoja kesi, uamuzi wa koti. Sasa hivi makosa ndio hayo yameonekana. Kwanza makosa makubwa sana kwa jaji kuweza kujipa mamlaka ambayo hakuwa nayo. So sasa hivi yale tunatazamia ni kuwa that lazima yale makosa yaweze kurekebishwa. Lakini pia kuna hizi certificate of urgency, maombi ya dharura yanawasilishwa katika bunge. Jaji mkuu hayupo nchini. Correct. Na hili ni ombi la dharura limewasilishwa katika idara ya mahakama. Lishughulikiwe vipi? Kwako alafu kwangu niseme hivi, kuwa rais akiwa na naibu wa rais, haijalishi kazi itafanyika. A president anaweza kaa bila naibu wa rais. Na dharura ikitokea, manake kuna wasaidizi wale wanasaidia the president, kuna ma-CS, kuna PS, wale watu ambao wanamsaidia rais. So kukosa kwa deputy ama naibu rais, haijalishi kuwa ni something that is urgency, is not. It is something that even now we could be having President William Ruto akiwa pale peke yake. Kwa hivyo haya mambo ilikuwa tu ni mambo ya ubinafsi na ni mambo ambayo ilipangwa. Na kusema hivi ubinafsi ni kwa sababu hatukuweza kufuata sheria vile inavyotakikana. Ndivyo nasema ni ubinafsi na mambo ya siasa kupigana. Hata hivyo leo unaona vile naibu rais Gachagua amekuwa akisema, manake mimi simuiti aliyekuwa, manake mimi najua kisheria haikufanyika vile inavyotakikana. Haijalishi makosa aliyofanya, haijalishi vile ilivyofanya, lakini kama tungekuwa na utaratibu wa kisheria kumkatua katika kiti, hiyo ingekuwa sawa. Mwakesi, zinakuja hizi maombi ya dharura kwamba certificate of urgency imeletwa katika mahakama na sharti iweze kushughulikiwa. Zitashughulikiwa vipi? Manake hii ni moja ya zile dharura zilizowasilishwa kwamba tuna hili dharura tunataka lishughulikiwe kwa haraka. Haraka hii kwanza ukumbuke ilikuwa bado ni ya Rigathi mwenyewe. Si hata ya sio hata ya Rais William Ruto. Ilikuwa ya Rigathi. Na ni jambo ambalo koti ya rufaa imeweza kuhimiza jaji mkuu aweze kutoa zile zinaitwa practice notes ambazo zitatumika, kwa sababu kwa sasa ndio kisheria tunasemekana kwamba masaa ya koti kutumika ni Jumatatu mpaka Ijumaa na masaa ambayo yanafahamika, lakini kuna ile ambayo siku hizi tunafanya online filing. Kwa hivyo mtu anaweza kwenda kuwekeza ombi lake la koti huko Jumamosi, Jumapili na linakubalika. Na wakati mwingine ndio kuna haja kama hii. Na ni muhimu basi kutolewe basi namna ya vile amri hizi zitatolewa na jaji mkuu kuhakikisha kwamba jopo la majaji limeweza kuwekwa pamoja, alafu liweze kuketi chini na kusikiliza yale maombi ambayo yanaombwa na wananchi. Na ni jambo ambalo lazima tulisikilize. Dunia imegeuka. Dunia si kama siku zile za kitambo. Kwa sasa kuna haja kuu ya kuhakikisha kwamba nikutafute Taita Taveta yote nipatie barua kwamba nimekushtaki. Hapana. Sasa mambo yanafanyika katika internet na mtu anaweza kuweka maombi yake pale. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la busara iwapo jaji mkuu ataweza kutoa sasa kanuni ambazo zitatumika na mawakili na pia majaji pia kuweza kujua itakuwaje iwapo kama maombi kama haya yataweza kuwasilishwa Jumamosi ama Jumapili ama usiku wa manane, na watu wana haja ya kuhakikisha kwamba wamesimamisha mambo ambayo iwapo yataendelezwa yataleta utata siku za usoni. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima liangaziwe, na kwangu ningependa kuhimiza kwamba iwapo kama kutakuwa na mambo kama haya, watu kama ambao wamepewa nyadhifa za uongozi kama naibu wa jaji mkuu, watumie makini kidogo, waweze kuketi chini na kujiuliza, je, iwapo nitafanya jambo hili, wale majunia wangu, kwa sababu wao wamemkashifu ni wadogo wake,
Wanashangaa ni kwa nini basi wewe unakiuka katiba, kwa sababu katiba inasema vizuri sana ya kwamba ni jaji mkuu ambaye ataketi chini na aweze kusema ni majaji wapi wataketi kufanya kazi hii. Kwa hivyo ni mambo kama haya ambayo yanaleta utata, na hakuna haja ya kufanya watu kuanza kwa sababu hiyo ndio itafanya mtu akiwa pale manyumbani kwetu watashangaa, je, kuna uhaki kweli iwapo kama naibu wa jaji mkuu anaweza fanya mambo ambayo yanaweza kusemwa baadaye ya kwamba yamekiuka kanuni za katiba na kisheria. Lakini wacha niseme kuwa ingawaje Deputy Chief Justice alifanya makosa, wacha niseme lazima tuiangalie kama collective mistakes ambayo ilifanyika. Kwa sababu wale walioteuliwa pia ni majaji kama yeye. Kwa hivyo kama alikeuka sheria ya article 165(4), pia wao walifaa pia, ama kulipaswa kuwa na mtu wa kumwelekeza, kumwambia mambo kama haya haiwezi fanyika kwa sababu ni kukeuka kikatiba. So yale kuegemea sana makosa iliyofanyika kwa mtu mmoja pia haipaswi kukua. So ni collective mistake ambayo ilifanyika. Hili taifa la Kenya liko hivi, Patrick. Ukiwa na mkuu wako, si kwa polisi, si kwa nini, akikutumia barua kwamba shughulikia hili, unaenda kulishughulikia. Sana wengi wetu hatuulizi kwamba liko sawa ama haliko sawa. Tunaenda likoseke alafu ndo tuseme niliagizwa na mkubwa wangu nilifanya. Right. So wacha niseme kuwa imefika mahali lazima tuanze kukengeuka. Na watu ambao tunasema wanaitwa yes men ni wabaya sana. Mimi kwangu mimi ni kuwa kiongozi. Mimi kama wewe ni mtu ya yes men, atusikizane. Manake nitaingia kwenye makosa fulani ambao nilipaswa kuelekezwa na utanielekeza, manake unataka kuyafanya ndio niweze kufurahia. Kwa hivyo lazima tufike pia mahali tuseme kama makosa ikitokea ikuwe collective. Na ndio maana mimi nimesema kuwa mimi sasa hivi ni kuwa kijana naegemea kuwa rais wa 6 wa Kenya, lakini siwezi taka sasa hivi aliyekuwa rais ambaye ni rais wa Kenya William Ruto aanguke. Manake akianguka mimi kama Patrick Osoya ambaye ni patriotic Kenya nitakuwa nimeanguka. Kitu cha pili, nikikuja kuchukua ile serikali, sitaki kuchukua serikali ambayo imeanguka ama serikali ambayo ninaanza from the negative. So it is our obligation sisi kama wa Kenya ambao wanafuata sheria, wanafuata katiba, kusupport na kuweza kukashifu yale mambo ambayo tunaona si mazuri. So let us not be yes persons, na tuwe watu ambao tunaweza elekeza wengine. Bila shaka. Ndugu yangu leo amezungumza unataka kuwa rais. Ndio rais wa 6. Naibu wa rais weekend alisema ya kwamba ukitaka kuwa rais lazima ukuwe mtu yes. Na sasa sijui unakiuka hizo kanuni, lakini nitakubaliana naye kwa sababu ni muhimu kama Wakenya tuanze kujiuliza wakati unapopewa nyadhifa ya uongozi. Je, utakuwa tu mtu wa kusema yes ama utakuwa mtu wa angazia katiba inasema vipi? Na kwa sababu watu hukuja na vitisho, kwa sababu utatishiwa, utaambiwa bwana huko nyumbani kwako utakanyaga, utaambiwa nini. Lakini la muhimu ni kujiuliza, je, nikifanya jambo hili litamsaidia ndugu yangu ama litamuumiza? Na itasaidia Kenya iweze kunawiri ama tutakuwa tukijirudisha nyuma katika zile enzi ya kabla tujipatie katiba ya 2010? Kwa hivyo ni muhimu sana viongozi waweze kujiita mkutano wao wenyewe na kujiuliza, mimi nikiwa nimepewa nafasi hii, jukumu langu ni lipi? Nafaa kusaidia mwananchi kivipi? Ile ambayo tumeona katika mchakato huu haswa wa Rigathi Gachagua, kwa nilikuja hapa nikazungumzia na nikawaambia ya kwamba vile mwelekeo unavyoelekezwa hapa, hii itaja kuleta shida siku za usoni na baadaye, kwa sababu kanuni zote ambazo zilikuwa zimewekwa za kuweza kusaidia ya kwamba bwana Rigathi Gachagua apate siku yake ya kuweza kujitetea mwenyewe na kuweza kutoa hoja zake na kesi yake hakupewa. Na ni jambo ambalo koti sasa limeahimizwa sasa waweze kuketi, jopo la majaji waweze kuketi wapya, waweze kuketi na kuangalia yale maombi yote. Rigathi Gachagua alikuwa amesema mambo ya public participation nini na vile mfumo ulitekelezwa pale National Assembly. Je, kulikuwa na haki yoyote ambayo ilitekelezwa ama kulikuwa ni hujuma ambayo imefanywa bwana Rigathi Gachagua? Lakini kwa sasa ieleweke, bwana Kindiki ndiye naibu
rais wa nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Huyo ni Stephen Mwakesi, pia ninaye Patrick Osoi. Nataka nipate pumziko fupi, nikirudi nitakuja kusikia kauli zao kuhusiana na uteuzi wa IEBC, jopo jipya hilo. Manake tayari wa Kenya wameombwa waweze kuwasilisha hoja zao kuwahusu 8 hao ambao wameteuliwa kufanya kazi katika IEBC. Bila shaka, karibu sasa tuingie katika sehemu ya pili, tuangazie kwenye uzi ambao wengi wameanza kusema uzi wa fitina umeanza kuzunguka swala hili la IEBC. Swala ambalo linaibua maswali ya je, Wakenya watakuwa na imani na IEBC hii tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027? Manake ukungu mkubwa tayari umeanza kuizingira kabla hata wafike katika bunge la kitaifa kuhojiwa, ambapo wengi wanahisi kwamba pale tu itakuwa ni kugonga muhuri na kuanza kazi. Sijui walio studioni hisia zao ni zipi. Mwakesi, uteuzi wa IEBC, jopo jipya hili limeshateuliwa, limepelekwa katika kamati ile ya JLAC ambayo itakuwa ndio inawahoji na kuwaidhinisha. Uteuzi wenyewe kwanza unauangaziaje? Ripoti haijawekwa wazi. Kwanza lazima niseme hivi, kuna mmoja kati ya wale wameteuliwa ambaye ni chair lady wa Coast People's Forum, Madam Fahima Arafat. Aliweza kupita hiyo selection process yote, na sasa yeye ni mmoja wapo wale wameteuliwa na rais kwa mmoja wao. Kwa hivyo nikishasema hivyo, ni muhimu sasa nizungumze vile mfumo wote ulikuwa umeelekezwa. Kwa kweli namna ya vile wale commissioner na chair wa IEBC wanafaa kuteuliwa umewekwa kwa sheria ambayo inaitwa IEBC. First schedule iko very clear namna ipi ambayo itatumika kuhakikisha kwamba tumepata hawa watu. Na ilikuwa lazima kuteuliwe selection panel ambayo ilikuwa inasimamiwa na nimesahau jina la bwana huyo, ambao walikuwa nafaa kuangalia na kuweka Nelson Makanda. Makanda bwana. Wakaweza kuweka majina na kusema watu waweze kuleta zile applications zao, waka shortlist ni kina nani hao, wakaweka majina yao katika gazeti. Na pia ilikuwa inapaswa baada ya kuweza kufanya ile shortlisting na kuwakagua wale ambao walikuwa wameshortlisted, ilikuwa ni muhimu tena zaidi wakati wanapoandika ile ripoti yao, kwa sababu kisheria inafahamika kwamba lazima ile kamati ya kuteua ichague watu wawili ambao wanafaa kupaswa kuchaguliwa na rais kuwa chairman ama mwenyekiti wa IEBC, na pia majina 9 ambayo kati ya hayo majina 7 yatachaguliwa na rais kuweza kuwekwa kama wale wana commissioner wa IEBC. Na ripoti hiyo ilikuwa ni muhimu kwangu mimi, ni kwa mtazamo ambao tumeangalia, kwa sababu ukiona jambo hili lote tangu waliposema ya kwamba wameteua kamati hii mpaka wakati ambao wametoa majina, ilikuwa imefanywa kwa uwazi. Sasa ile muhimu zaidi Wakenya walikuwa na ngoja ni ripoti ya ile selection panel, na haingetukosesha chochote iwapo kama selection panel hiyo ingeweza kutoa majina hayo na ripoti hiyo kuweka uwazi hadharani, watu kuiona na pia kuiwasilisha kwa rais. Lakini hapo kati ya walipomaliza kuandika ripoti yao na wakati walipowasilisha kwa rais, hakuna yoyote ambaye alijua, kwa sababu sisi tuliona picha tu ya kwamba jamaa amepeleka ripoti kwa rais na tukaketi kungoja mpaka rais akateua wale ambao anawapendekeza wawe makamishna na chair wa IEBC. Makosa kwangu yametendeka, kwa sababu nchi hii ambayo tunaiendeleza sasa ni nchi ya wazi, ni nchi ya kujumuisha mwananchi katika mfumo yote ya uongozi ambao tunayofanya. Kwa hivyo wakati walipoamua kwamba hawataweza kuweka majina yote yale ya majina mawili ya wale walikuwa wanapendekeza wawe mwenyekiti na wale 9 ambao watakuwa members ama wale wataitwa commissioner wa IEBC, hapo kulikuwa na makosa kidogo, na siwezi kosoa wale Wakenya ambao wanasema hilo ni jambo ambalo lazima tuliangazie, kwa sababu nimerudia tena, jambo ambalo linakosekana nchi hii ni uaminifu. Iwapo tutaenda elections za 2027 na watu wako na hisia ya kwamba yale ambayo yalifanyika kuteua hawa watu watakayosimamia kamati hili la IEBC
utaona kutakuwa na shida ambayo tutaendelea nayo mpaka wakati tutafika 2027. Ukumbuke kuna by elections ambazo zinakuja. Ndio. Tayari hizi by election, iwapo kutakuwa na utata ya wale makamishna na uamuzi wao na vile wanavyofanya kazi yao na utekelezaji, basi tayari tutakuwa na shida hapo siku za usoni. Kwangu ningependa kuhimiza, iwapo rais akona moyo wa kuweza kuleta umoja wa nchi hii, achukue hiyo ripoti ya huyo bwana na iweke wazi. Naseme ripoti tu mnataka kama wananchi wenzangu. Chukueni ripoti ndio hiyo, muone hiyo, hayo majina ndio nilipendekezwa na haya no. Lakini kuna jambo lingine pia lazima tuliyazungumzie. Wakenya pia wameleta hisia kuhusu yale majina ambayo yaliletwa dakika za mwisho. Tutalizungumzia hilo. Patrick, kwanza tu kwa ufunguzi wako kuhusiana na ripoti hii, ulipokelea vipi? Yangu niseme kuwa niliona pia malalamishi ya aliyekuwa naibu wa rais His Excellency Kalonzo Musyoka, pia ameandikia wale barua, na pia kulikuwa na ule mdahalo wa inaitwa the NADCO report ambayo ilipaswa kupelekewa rais, ama ilipaswa kuwa kutoka katika wale walio upinzani. Sasa hivi tunajua hatuna upinzani, hakuna upinzani. So kwa hivyo ile report inakuwa pia kama null and void, haiwezi tumika tena. Lakini pia nataka niseme kila mtu ni mwanahisa ama ni shareholder katika taifa la Kenya. Ndiyo. Mimi ningekusudia kuwa that kama tunakuwa na selections ya commissioners ama jobo kama lile, isihusishe rais peke yake, ihusishe vyama vyote ambavyo viko katika taifa la Kenya. Na kitu cha pili, lazima siku za usoni tuone kama tutakuwa na referendum kubadilisha mambo mengine. Kwanza tuweze kutenga mambo ya IBC, manake ni independent, na pia mambo ya security agencies katika serikali ya Kenya. Tuwe na like 4 arms of government. Kwa sababu huwezi niambia mimi nimeteuliwa na rais niwe nitaenda kinyume na yeye. Kwa hivyo yale ama ile report ama wale wanaoteuliwa wanaegemea pande fulani. Na mimi kama mtu ambaye ninakusudia kuwa rais wa 6 wa Kenya, nina wasiwasi kubwa sana nikiangalia hisia za watu, na mimi mwenyewe nikiangalia mambo yanayofanyika katika nchi. Ukitaka tuwe na kitengo cha usalama kivyake, huoni tutakuwa tunajifungulia milango ya Mali na Burkina Faso? Amna. Nataka uangalie hivi. Utizame kuwa juzi ama siku fulani pale niliona Inspector IG aliweza kutusiwa na mwanasiasa kwenye hafla ya kisiasa. Na umeona pia wale ambao wako katika security agencies leo wanahusishwa katika siasa. Kumbuka ni kukeuka katiba yetu. Our article 238 na 239 inasema wale ambao watakuwa katika security agencies hawapaswi kuhusika aswa na mambo ya siasa. So IBC na mambo ya security ni mambo ambao ni very sensitive. Na inapaswa kuwe na mgawano. Isiwe the executive inakuwa na influence katika IBC ama katika jobo la security agencies na wakati. Nikurudishe kwenye mjadala. Una imani na walioteuliwa? Kwangu ni kuwaomba wakuwe wa Kenya kamili ama patriotic Kenyans, na waweze kufanya kazi bila kuangazia ama kuangalia wale walioweka katika viti vile. Mimi vile nitasema kuwa kama mwenzangu vile amesema, shida tulioko nao Kenya ni kubwa sana. Hatuna kitu inaitwa ama kutumia nepotism ama ile kujuana imekita mizizi sana. So that now the influence of the decisions ya wale watu wako pale inakuwa influence na mtu fulani. Na hayo kwangu mimi ni kusema kuwa sina imani. Na hile nitawaomba tu ni wakuu waaminifu na wakuu waadilifu katika ile kazi. Una imani kwa nini? Kwa sababu unahisi wana miegemeo ya kisiasa, unahisi wana miegemeo ya kibinafsi ya kujuana na watu fulani? Wacha kwanza ni kurudisha nyuma. Ukiangalia wale walioteuliwa, sehemu ambao umetoka ni sehemu 7. Tuko na sehemu 8 katika nchi ya Kenya. Kuna sehemu moja, kama tunaangalia mambo ya sehemu ya mtu fulani ametoka Eastern, ametoka North Eastern, ametoka Nairobi, ametoka wapi, hatuna sehemu ya Eastern Province katika lile jobo. Hatuna mtu mmoja kutema. Generally tunaweza sema Nairobi iko sawa, lakini ukitizama hata bila kuangalia ukabila, kuna mahali ambapo tumekosea kama ni kuchukua watu kutoka nyanja mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. So it is not satisfactory to what I would say. Yes.
Mwakesi, una imani na walioteuliwa? Kando na Fahima kwamba wewe unamfahamu kwa binafsi yako na umelizungumzia kwanza, tulieke kando hilo. Wale wengine wote, manake kwa jicho la tatu na la pili tunaona kwamba wana miegemeo na urafiki na usuhuba na baadhi ya watu. Unajua Bwana Suleiman, hata wewe kesho ukiwa rais ageuze mawazo aseme Suleiman ametosha kuwa mmoja wao makamishna, nitakuhimiza hivi. Ndio kufika pale ilikuwa labda ni kaka yako, ndugu yako, lecturer wako, nani, mtu yote ambaye ameweza kusema yule anatosha kuwa mwana kamati wa IEBC ama kuitwa kama chair. Umefanya kazi nchini Kenya, utakutana na watu wengi, marafiki, maadui, wote. Kufika pale umefika ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu na wale ambao unajuana nao. Lakini wakati unakula kiapo uko peke yako, unapoapishwa, unaposhika Biblia, Qur'an ama gita ama chochote kile, alafu unaambiwa sasa uweze kutoa kiapo ya kusema utawatumikia Wakenya, uko peke yako. Na ndio maana utapata ya kwamba kati ya wale watu wote wameweza kutumikia nchi yetu ya Kenya katika kamati hizi za uchaguzi, wengi wao wanatorokea nchi jirani, wengine wanazama, wanapotea. Ni jambo ambalo ukilichukulia kwa mzaha ama bila kufuatilia kanuni ambazo zimewekwa kikatiba, na pia umuogope Mungu wako, unafuata maagizo ambayo unatumia kwa SMS ama kwa simu, namba kutoka Nigeria ama kutoka pale kokote kule, utakuwa umejikosea mwenyewe. Na hii Kenya ambayo tunajaribu kuigeuza, na unaona wananchi wengi wanasema hivi ya kwamba haijalishi ni nani ambaye ataitwa referee katika mechi hii ya 2027. La muhimu ni kwamba, je, wakati ulikuwa unatekeleza majukumu yako hapo, ulikuwa unayatekeleza ukifuata kanuni za katiba, ndio au la? Na kwangu ningependa kuwahimiza hao ambao wamechaguliwa ya kwamba ndio nafasi hii ulifika pale kwa sababu mtu alipiga simu akasema wewe labda unaweza kuwa hapa, ama labda ulifika kwa sababu Mungu wako alikuneemisha akakufikisha pale. Lakini ni muhimu unapochukua nafasi hii na nyadhifa hii, wawe ni watu ambao watakuwa na mwelekeo mmoja tu wa kutumikia mwananchi wa Kenya. Kwa sababu sote hatutaki kulumbana, tumechelewa zaidi. Hili jopo la IEBC na makamishna na chair tunawahitaji jana. Kwa sababu kuna mambo mengi na masuala mengi ambayo yanafaa kutekelezwa kabla tujafika mwaka wa uchaguzi wa 2027. Na kuna wananchi wengi wanaumia kwa sababu hawana wawakilishi katika mawodi zao ama maeneo ya bunge, na ni mambo lazima tuketi chini tuangalie. Na kwangu ningependa kuhimiza ya Wakenya tuweze kupatia hawa waungwana nafasi waweze kusimamia IEBC, lakini tuwapatie onyo kuu ya kwamba Kenya ile ya zamani sio Kenya hii ambayo walikuwa nafikiria. Wako na majukumu makuu ya kuhakikisha kwamba wamefanya kazi hiyo kwa uaminifu. Malalamishi ya Kalonzo, unaangalia vipi? Kalonzo ana haki ya kuzungumza. Anazungumza kwa niaba ya watu wengi sana ambao hawajafurahishwa na maamuzi ambayo yamefanywa na jopo la kuchagua na pia rais kwa kuteua wale ambao wamewateua. Lakini kwangu ningependa kuhimiza Bwana Kalonzo, wakati mwingine ni muhimu tuweze kuweka yale ambayo yanatuumiza wazi, watu wajue ya kwamba hayatufurahisha hata kidogo. Lakini ni muhimu tuangalie kule siku za mbele. Tayari Kalonzo mwenyewe ameshasema ya kwamba haijalishi hata nani awe referee, Wakenya washaamua ni kina nani ambao watasimamia, ni nani ambao watakuja kusimamia nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo la muhimu ni kwamba tuseme hivi, ndio wakati umepita, lakini tukisema tunasimamisha tena jopo hili la IEBC, ndugu yangu, hata hiyo 27 watu wanasema wanataka kufanya uchaguzi, tunaweza kosa kufika 2027 na itabidi yairishwe kwa sababu kuna matayarisho maalum lazima yafanyike. Saa hizi kuna uamuzi hawezi fanyika katika IEBC kwa sababu sheria inasema lazima kuwe na makamishna wameketi ofisini, ikiwemo tathmini ya mipaka ile ambayo mkono ifanyike kabla ya uchaguzi huu haijaweza kufanyika. Pia ufahamu kwamba hata hatamu ya kuongoza ya Marjan Hussein Marjan pia inasonga
kufika kutamatika yeye mwenyewe. Kwa hivyo huenda kaiacha IEBC katika ICU ama HDU kabisa. Kwa hivyo ni sharti swala hili liweze kuzingatiwa kwamba liweze kufanyika kwa haraka na kwa wakati, kwa sababu tunaona muda pia unasonga katika hii IEBC. Suleiman, ningehimiza tu hivi, kamati hilo, jopo hilo, wanapoteuliwa na watakapokula kiapo, watafute viongozi kama Kalonzo, watafute viongozi kama ndugu yangu Patrick hapa, waketi na wahakikishia kwamba watakuwa ni watu wa kuaminika kwa ile kazi ambayo wamepewa. Ni muhimu sana kwa sababu ndio wameingia katika giza ambalo watu wanashangaa waliteuliwa kivipi, lakini ni muhimu wao sasa wachukue nafasi hiyo ya kuleta ile uaminifu kwa jopo hilo iwapo watakapoteuliwa na apishwa. Vipi wa Kenya watakuwa na imani na IEBC? Cha kwanza, kama vile mtu yote anasema that ijalishi ni nani atakayeteuliwa katika lile jopo. Pia mimi nataka pia vile mwenzangu amesema Steve here that wale ambao wameteuliwa wajue kuwa Kenya tulioko nao sasa hivi si Kenya ya kitambo. Ni Kenya ambayo imekengeuka, na hizi kura kama inavyo itajika katika I think 2013 provisions ya koti iliamua kuwa that matangazo ya elections itangazwe katika kule constituency level kule. So kama tutakuwa na utaratibu wa yale mambo ambayo tunapaswa kufuata, na pia nimeweza kuhimiza watu wetu katika security agencies na IEBC wawe waangalifu sana, tusije create vita siku za usoni. So lazima waangazie na wakue ambao ni watu ambao tunaweza amini na wako neutral, hawako katika hali ya kuwa kuna mahali fulani wanaegemea. So kwa hivyo tunaomba tu tafadhali waingie kwenye ofisi, haijalishi wametoka wapi. Manake nimekuambia shida ambayo tunayo ni ya governance, na ndio maana unasikia kila mtu anasema mtu wangu hayuko, fulani hayuko. Lakini tukiwa na proper governance ama ambapo tunafuata sheria vile inavyotakikana, hatutakuwa na wasiwasi nani atakayekuwa katika kiti fulani. Lakini kwa haya, kwa sababu tuko Kenya na Kenya imekuwa na mambo mengi na hivi sasa kuna msukosuko sana, ile kitu ambao ninaomba ni kuwa wale wanaoteuliwa wawe waaminifu na wajue kuwa wanafanyia Wakenya kazi au wafanyie watu fulani kazi. Na hayo itaweza kuwa ya manufaa sana katika nchi yetu ya Kenya. Na wajue pia kila mtu, kama vile mwenzangu amesema hapa, kila mtu ni muhusika katika the running of the commission. Na hivi sasa tunaangazia kuona na by elections ambazo zinafanyika, ambao sisi tunajipanga kuhusika katika zile by elections. We want to see a tester. Let them see them doing things the way they are supposed to be. And kwa sababu ya hii kitu inaitwa goonism, ambao nadhani mumeyaona kuwa that watu wanafanya siasa lakini wako na manguns wao wa kupigana na kufanya ama kufanya mambo fulani afanywe kulingana na ile mwelekeo wanataka. Wahuni kwa njia nyingine. So kile ninavyoomba ni kuwa mtu yoyote, mwanasiasa yoyote, kiongozi yoyote ambaye anakusudia kutumia goons in this country, and that is why ninaweza kuomba watu walio katika security agencies kuanza kudeploy the measures ya wale wote, kiongozi yoyote ambaye anatumia goons actually to be disqualified kukua ama kwenda kwa ofisi fulani. Bila shaka Wakesi, Wakenya watakuwa vipi na imani na tume hii? Manake kwangu mimi nahisi ratili kubwa inakuja katika hizi chaguzi ndogo ambazo ziko takriban 20 ukichanganya paka zile za maeneo ya wadi. Suleiman, nitakueleza hivi kwa sababu hilo ni jambo ambalo bado litakuwa ni changamoto kuu kwao, kwa sababu watakuwa wameingia tu ofisini, hata hatakuwa wamemaliza miezi mitatu. Watakuwa wamemaliza induction namna hii na tayari wameingia kwenda kusimamia uchaguzi. Wengi wao si watu wana utaalamu mkubwa wa masuala ya uchaguzi. Kwa hivyo kutakuwa na bado muda ambao tutabidi tumewapatia kama kamati kuu hiyo ya kusimamia uchaguzi kuhakikisha kwamba wamejifunza na kuelewa. Lakini la muhimu ni kwamba wakati kutakuwa na mapendekezo yote ambayo yametolewa na wananchi, vyama, wanasiasa, wao wanaosimama katika viti hivi, wawezi kuketi chini na kukagua yale mashtaka kama masuala yote yameletwa kwa hali ya kuweza kusikiliza na kuweza kutatua masuala hayo kwa undani na kwa umakinifu. Kwa sababu wasipofanya hivyo na ionekane ya kwamba maagizo yao yanatoka maeneo fulani, State House ama kutoka pale sijui wapi ODM ama sijui wapi, hilo ni jambo ambalo lazima
waliangalia kwa umakinifu, kwa sababu iwapo watakosa kupata hiyo hekima ya kuweza kusema ya kwamba kwa sababu ya hali ya nchi ilivyo sasa na umuhimu wa kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaona ya kwamba hili tume kweli limeitwa tume huru, isiwe la kupata maagizo kutoka mahali fulani fulani. Iwapo watakosa nafasi hii wakati tunatumia uchaguzi huu mdogo, hii nyingi ambazo zinakuja, basi watakosa nafasi kuu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza simamia uchaguzi wa 2027, na usishangae Wakenya wakienda kotini na kusema hao majamaa wang'atuliwa maofisini. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima walichukulie kwa umakinifu na kuhakikisha kwamba wametilia mkazo hali ya kuhakikisha kwamba wameleta usawa na kuleta kila mtu kwa meza na kuzungumza nao na kuhakikisha kwamba tunahakikisha uchaguzi hizi ndogo zimefanywa kwa hali ambayo inaweza aminika na Wakenya. Sote tunangoja. Hata mimi mwenyewe nitahakikisha kwamba nimeweka darubini yangu katika uchaguzi ambazo zinakuja kuhakikisha kwamba kweli tunayo tume ambayo inaweza aminika na wananchi wa Kenya. Nichukue hiyo kama kauli yako ya mwisho. Kauli yako ya kufunga itakuwa ipi, Patrick? Yangu ni kuwaita vijana na kuwaita wale ambao they want change in this country, kuwa waweze kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa tumepata haki na usawa. So sisi kama wananchi wa Kenya ndio tuko na nguvu, as it is provided by our constitution. So ile nguvu yetu tuweze kuitumia na tuweze make sure that we help each other. Kama no commissioners, kama wana uadilifu, tuweze kuwasaidia vile watakuwa waadilifu. Hivyo ndio yangu ya mwisho. Asante sana Patrick Osoi, huyo mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile nimekuwa na katibu wa Coast People's Forum ambaye ni Stephen Mwakesi, pia mchanganuzi wa siasa na uchumi. Nimshukuru sana kwa kuja studioni. Tutakuwa tunazidi kuyapigia darubini, maana macho pia sasa yanaanza kuangazia bajeti ya mwaka 2025-2026. Minong'ono imetokea kila mahali. Tutaangazia minong'ono hii inatoka wapi na kwa nini. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa ambazo zimejiri.